through our platform, our social media. We say you are most welcome all over the world. Yes, you are welcome in this wonderful and awesome service. Amen. Hallelujah. We are still in our topic that we started last Sunday about 6 things that Jesus did on earth. As I said last week that there are so many, but I choose these 6 things, and I believe that this one will help us. Amen. And also will change our lives. Amen. Hallelujah. Hii nyimbo sijui kama ambao mnasikia hizi nyimbo za kitabu. Hizi zinakuwa so powerful. Amen. Achana na hizi zingine nasikia ni kutoka. Achana na hizi kuna nyimbo za kitabu tu. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Please go and buy that book. Go and buy that book. Nataka uibadi ikiwezekana every Sunday kuna data nyimbo moja ya kitabu. Every Sunday nyimbo moja ya kitabu. Every Sunday nyimbo moja ya kitabu tunasimama tunaimba. Because these songs are so powerful. Kabisa. Ukiimba tu unasikia tu unajazo. Kama unasikia umekwama, kioo chako kimeshuka, imba tu nyimbo za kitabu. Utasikia unapanda, una flow pole pole. Achana na hizi zingine zilizodi kutaja majina ya waliwalisimu. Achana na hizo. Ingia tu katika hizi nyimbo za kitabu. Imba tu umetulia. Amebeba wewe. Hallelujah. Utasikia tu una flow, utasikia unabarikiwa, utasikia unapenya, utasikia vitu zenye hujawahi sikia. Amen. So please, our worship team, from this coming Sunday, nyimbo moja ya kitabu isikosi. Weka kama ni praise moja, kama ni worship moja, lakini ya kitabu isikosi. Isikosi. Amen. Hallelujah. Tulisema ya kwamba last week, nikirudia tu kidogo briefly, ya kwamba Yesu akukuja duniani kwa bahati mbaya. Akukuja duniani asipojua kile ambacho anakuja kufanya. Lakini alikuja duniani akiwa na malengo. He had a purpose. Akiwa na shabaha, akiwa na kusudi inalomleta duniani. Hakuzaliwa tu sababu ya kuzaliwa. Sababu ukiona hata kuzaliwa kwake kulikuwa tofauti na kuzaliwa kwetu. Sisi lazima baba na mama walikutana ili tuweze kuzaliwa. Lakini the mystery of birth of Jesus ni sababu yake apokutana kati ya mwanaume na mwanamke ili aweze kuzaliwa. Lakini ilikuwa ni uwezo wa kimungu uliofunika Mary na akapata mbegu na mtoto akazaliwa. Utaona tu ya kwamba Yesu alikuja kimiujiza. Alikuja katika kiishara, katika mambo makubwa ambayo ni tofauti. Juma na nasemanga ya kwamba hatuwezi kumlinganisha Yesu na manabii wengine. Hatuwezi kumlinganisha Yesu na mitume wengine. Hatuwezi kumlinganisha Yesu na watu wengine, sababu yeye is above everybody and everything. Sababu gani? Ukiona wengine walizaliwa kwa kawaida kama watu wengine. Hata manabii wa Biblia, ukisikia wakina Elijah, wakina Elisha, ukisikia wakina Abraham, ukisikia our father in faith, ukisikia wale wote mitume, apostles, disciples, hao wote walizaliwa tofauti na Yesu. Walizaliwa na baba na mama, lakini Yesu, he was totally different. Hiyo ndio ukubwa. Tukitafakari hiyo na tukiona hiyo, tunaona ukuu wa huyo Mungu tunayemfuata. Tunaona kama si mwanadamu. Ukiona tukuzaliwa kwake, utaona kama alikuwa na malengo, alikuwa na shabaha. Mpaka Herode akatafuta kumuua, watoto wote wa 2 years. Wakatafuta. Ukiona tu jinsi alikoma, alikuja akiwa na purpose. Alikuwa
kile anakuja kufanya, kile anakuja kukitenda, kile anakuja alikuja. Ukiona Biblia inasema Isa anazaliwa akiwa na 12 years, akaanza kupitia wazee, akiingia ndani ya masinagogi, akaanza kuhubiria watu. Akifikisha 30 years, akaanza kutembea na kuhubiri injili na kufanya miujiza. Alitenda mambo mengi sana hadi siku ya kufa kwake. Uliona kifo chake kilikuwa tofauti. Wengine walikufa tukawasahau, wengine walikufa historia zao zikaisha, lakini Yesu kufa kwake tu kulileta uzima cha wengine, na wengine wakafufuka. Eti wakaanza tembea Yerusalemu. Kufa kwake tulikuwa ni miujiza, kufufuka kwake tena ikawa ni ishara. So wakati Yesu alitembea katika dunia hii, kuna yale aliyoyatenda. Sababu gani? Alikuja akiwa na purpose, akiwa na malengo, akiwa na kusudi. Sio kama wengine, hata kuzaliwa it is by accident. Nakwambia wazazi wako wana plan ili mtoto yule atajitokeza, akina akajitokeza. Lakini Yesu, it was not by accident, it was planned from heaven, ya kwamba huyu mtu atakuja ili lengo lake moja, kutukomboa dunia hii. Bwana atukuzwe sana. So alifanya mambo 6 yenye mimi nimechagua tu, nimeona, lakini ninasema kama ni mengi sana aliyoyatenda Yesu. Ndio maana kusoma Biblia utaona ya kwamba yale yote aliyotenda, hata ndani ya Biblia hayako yote yaliandikwa hapa. Sababu yaliandikwa hapa tungeweza kusoma hii kitabu ama hata kuiweza kuinyanyua, sababu alitenda mambo mengi sana, alifanya vitu mingi sana. For 33 years akiwa katika hii dunia, kuna ingine miujiza hata haikuandikwa, lakini alitenda mambo mengi sana. Lakini yale muhimu, yale malengo makubwa ambayo Yesu aliyafanya duniani, nilisema number 1 last week ya kwamba alikuja kumfunua Mungu wa kweli. Alikuja kureveal a true God. He came to reveal a true God. Sababu gani? Sisi wote tulikuwa hatuna hiyo knowledge ya kujua the true God. Tulikuwa hatujui Mungu wa kweli. Ndio maana tunaona hata kuanzia kwa father in faith Ibrahim, hata kutembelewa na Mungu isipokuwa atakuwa walikuwa wajui Mungu. Ukiona hata wakati Yesu anakuja Israeli, watu walitamani kusubiria kusema ya kwamba tunasubiria Mesia. Yesu akisimama akisema mimi Masia, lakini walikuwa hawaunderstand. Sababu gani? Walikuwa wanajua kama Masia atakuja. Mpaka Israeli bado wanasubiria Masia. Wanasema iko siku Masia atakuja. Hajawahi kuja. Kuna wakati mmoja tulipokea Myahudi mmoja kuja kutuhubiria mchungaji. Tunamuuliza maswali, anasema ya kwamba huko kienda kuhubiria watu, kuna familia wanataka kuhubiria, wanafanya evangelism, kuhubiria watu door to door. Mtu anakuambia, unatuambia nani? Huyo jamaa ni my uncle. Anakuambia huyo Yesu nasema ni my uncle. Anasema huyo ni my neighbor. Alisikwa pale, anakueleza alisikwa pale. So anakuambia wewe ondaambia watu hiyo story. Mimi naijua sababu huyu hata ni kukaa wangu. Mwingine anakuambia ni kukaa wangu, mwingine anakuambia ni nani. So kuna kwa hiyo mazoea. Wengine hata wanakuambia huyo Yesu hatujawahi muona. Huyo Yesu hajawahi kuja. Mesaya tunajua atakujaga. Sio huyo Mesaya atakujaga siku moja. So kuna watu walikuwa wanaishi mpaka leo, lakini hawajapata ufunuo wa Mungu wa kweli. So kazi kubwa ambayo Yesu alikuja kuifanya, alikuja kumfunua Mungu wa kweli. Watu wasitembee na kutokujua. That's why the Bible says my people perish because of lack of knowledge. Sababu wanakosa ile understanding, ile knowledge ya kimungu. Ndio kusoma Ephesians, kuna a big prayer ambao Paul aliomba juu Ephesians. Akasema I pray for them so that they may have the spirit of knowledge, spirit of wisdom and the spirit of revelation. Sababu gani? Kuna ule upungufu, watu walikuwa wajui. Ukisoma hata historia wakina wa Ephesians, utaona kama walikuwa na Mungu. Ukisoma kitabu cha Acts, kinasema Paulo alipoenda kuhubiri huko, walikuwa na miungu ambayo inaitwa Diana, mungu wa kike. Walikuwa wanamwabudu kila wakati. Kubeba injili huko haikuwa rahisi. Sababu gani? Watu walikuwa wajui Mungu wa kweli. Hata leo ukitembea katika dunia hii, utaona kuna watu wenye hawana hiyo understanding ya kimungu. Kuna watu wenye hawana hiyo knowledge ya kimungu. Anakuambia wewe bodi kwa hapa. Njoo utaona kuna wale watu wenye wanakubali kama Mungu yuko. Ile dini inaitwa wale wanaitwa aje watu. Hao wanakuambia Mungu hayuko. Hakuna Mungu katika hii dunia. Wanakuambia, wanaangalia kwa Biblia inasema kama Mungu alipo, kwa nini anachapa watu? Kwa nini anaua watu? Hizo vitu zote Mungu anakuambia vitu mingi sana. Na wako na followers.
watu wanawaamini na wanawafuata. Mama hao scientists wanakwambia kwamba hakuna God katika hii dunia, maana wanatumia akili zao. Sasa hao watu wengi ukienda kuhubiria, lazima kitu cha kwanza kufunua Mungu wa kweli. Ndio maana nataka nikwambie ya kwamba kuna watu wende kusema waokoke si maneno, lakini ni matendo. Kuna wengine kusema waokoke ni waone ishara, aone muujiza. Hizi niwaambie wa India huko wako na 365 miungu ambao wanaabudu, manyoka, mang'ombe, mambuzi, maumbwa, manini, vitu zote kwao ni miungu wanaabudu. Sasa mtu wa hivyo kuda umuoneshe Mungu mwingine si rahisi. Ndio maana wa missionary wako huko lazima tuwakumbuke na kuwaombea kila wakati, sababu si kazi rahisi. So kuna watu wanahitaji kuona muujiza. Anagonjwa ukimwi, unamwombea anapona. Alikuwa anapooza, unamwombea anapona. Kutumia jina la nani? La Yesu. Atapata kuelewa kama kuna Mungu mwingine zaidi ya hiyo imbwa, nyoka na vitu vingine. So lazima maisha yetu yafunue Mungu wa kweli. Mungu wa kweli. Tumfunue huko nje, tuhakikishe ya kwamba watu wengine wakituangalia wanamwona God ndani yetu. That's why Paul alisema ya kwamba I'm not the one who live, but it is Christ who live in me. Sema amen. Sababu gani? Ni kufunua Mungu, kuonesha Mungu wa kweli ni gani. Nikasema kitu kingine namba 2, kazi Yesu alikuja kuifanya, alikuja kupatanisha mwanadamu na Mungu. To reconcile a man and a God. To reconcile a man and a God. Hiyo ndio kazi Yesu alikuja kufanya, kuleta upatanisho. Wakati mwanadamu alikufa, wakati mwanadamu alitoka katika dhambi akakufa katika ulimwengu wa kiroho, ilibidi pawe shimo katikati, pawe distance katikati ya mwanadamu na Mungu. Hakuna uhusiano, hakuna mapatano, hakuna tena ile kukubaliana tena. Kazi Yesu alikuja, ndio maana Yesu alikufa kwa msalaba, akiita kabila zote, akiita mataifa yote, akiita kila watu wote waje kwake. Juma ukisoma Revelation, the book of Revelation, wakati John anaingia katika Revelation, anaanza kufunuliwa mambo ya mwisho. Eti akaona ya kwamba kabila zote, taifa zote, I think chapter number 9, eti akaona kabila zote, taifa zote na wote wamekaribia kiti cha enzi. Inayo maana ya kwamba kazi ya msalaba wa Yesu, kuinua mikono yake ilikuwa ni kuita mataifa yote, kuita wazungu, kuita Waarabu, kuita weusi, kuita watu wa kila aina waje kwake. Sababu gani? Alikuja kama upatanisho wa mbingu na dunia. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Ndio maana utaona msalaba wake ukiingia katika Revelation sasa ya kutafsiri hiyo msalaba vizuri, utaona kwamba hata msalaba wake uligusa chini, pia ukaelekea juu, pia ukaelekea pande mbili. Sema amina sana. Ni alama ya kuonekana kwamba mwanadamu ako chini, amepatanishwa na kiliko juu. Then kilicho juu, kile kilicho kando yote wanadamu wameitwa sasa katika hiyo kukumbatiwa na kupokelewa na mbingu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana utaona ya kwamba hata Yesu kufa kwa msalaba alivikwa taji ya miba. Hiyo taji ya miba ilikuwa ni alama ya kuchukua udongo, kuchukua ardhi, kuchukua mahali mwanadamu alitoka, maana hii mwili ilitoka ndani ya ardhi, ndani ya udongo. So Yesu akachukua hayo mawe akavikwa kwa kichwa. Haikuwa tu by accident, it was by revelation ya kwamba amechukua yote mwanadamu aliyofanya, makosa yote, dhambi zote mwanadamu alifanya, anazijitwika yeye. Tena anachukua mwanadamu, anamrepresent kwa Mungu. Anamwambia Baba, kazi ile makosa mwanadamu nimejitwika mimi. Kubali mwanadamu, ongea na mwanadamu, pokea mwanadamu. Chapia Yesu makofi. Sema amina sana. Ndio maana leo alikuja kutupatanisha, kutuunganisha. Number 3, nikienda haraka because of time. Jesus came to preach the good news. Jesus came to preach the good news. Kuhubiri habari njema. John chapter 9 and verse number 3 up to verse number 4. John chapter number 9. John chapter number 9
verse 3 and verse number 4. Yes. Later this man who experienced sin said Jesus, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. As long as it is day, we must do the work of him who sent him. Night is coming when no one can work. Amen. Night is coming When no one can work. He came to preach the good news. Alikuja kuleta habari njema katika dunia hii. Miongoni mwa kazi ambazo Yesu alizozitenda, miongoni mwa kazi ambazo Yesu alizozifanya, alikuja kutangaza, alikuja kuhubiri na kuonesha habari iliyo njema. Si habari iliyo mbaya, si habari isiyofaa, ni habari iliyo njema. Tena si kuwa njema tu, lakini ni habari inayoleta uzima, inayoleta wokovu, inayoleta mabadiliko kwa ajili ya mwanadamu. That's why he said one day, I did not come just to give you life, but to give you life abundantly. Kuwapatia uzima ambao ni uzima wa milele. Sababu gani? Hiyo ndio ilikuwa habari njema ya Yesu. Akitembea mahali kote alikuwa anatangazia watu habari njema. Na ukiangalia the foundation ya habari njema ya Yesu, alikuwa anaambia watu, the kingdom of God is near. Repent because the kingdom of God is near. Repent because the kingdom of God is near. Hiyo ilikuwa foundation ya good news ya Jesus. Na wakati wote alitembea alimwambia watu habari za hiyo kingdom. Aliambia watu habari iliyo njema. Ndio maana utaona watu wote walienda na Yesu. Watu wote walimfuata Yesu. Walikuwa nasikia utamu wa kumfuata. Sababu gani? Maneno yake yalikuwa ni mazuri. Alikuwa na habari njema. Hakukuwa na habari ya condemnation, ya kuhukumu watu, ya kujudge watu. Hapana. Lakini alikuwa anaonyesha watu njia iliyo muhimu ambao wanastahili kuifuata. Alikuwa anapatia watu hope. Alikuwa anawapatia watu tumaini. Anawaambia watu lazima kuifuata njia ya kweli. Hiyo ndio kweli ya Yesu. Anawaambia tena siku nyingine kwamba ni mimi njia na kweli na uzima. Hakuna atakayefika kwa Baba bila kwangu. So hiyo ndio ilikuwa kazi ya Kristo, kuhubiri habari njema. Hakuna mahali utaona Yesu watu walimfuata wakarudi hivyo bila kusikia habari njema. The true gospel, bila kusikia habari njema, bila kuhubiriwa habari njema. Wakati wote Yesu aliona watu, aliwaambia muwaikalishe. Then akasimama akaanza kuwapatia habari njema. Habari njema ya kwanza tuko nayo si maneno ya watu. Si zile tunasikia kwa news, si zile tunawatch kwa TV, si zile tunasikia watu wanaongea. Hata watu waongea kitu tofauti. Hiyo sio ndio habari njema. Habari njema ya kwanza tuko nayo is the word of God. This is the new what? Good news ya kwanza ambayo tuko nayo katika dunia hii is the true gospel of Jesus Christ. Jambo ukiona mhubiri wote anahubiri, ndani ya gospel yake hakuna mention the name of Jesus. Toroka. Ukiona mwimbaji wote anaimba from the beginning of the song up to the end of the song, hakuna the name of Jesus, don't listen to that song. Because the true gospel is Jesus himself. The true gospel is Jesus himself. Habari njema ni Yesu mwenyewe. Siku utasikia ninaanza upili kuanzia mwanzo mpaka mwisho, she mentions the name of Jesus. Ondoka, toroka, enda. Sababu hakuna habari njema bila huyu Yesu. Hakuna habari njema bila huyu Yesu. Yesu ndiye habari njema na habari njema ndiyo Yesu. Kuna watu wanakujaga hata kwa makanisa, wanapropose hata mchungaji, wanamwambia pastor, pesa ndio hii, mshahara kwa mwezi ndio huu, nyumba ndio hii, gari ndio hii, kila kitu. Lakini mahubiri yako yote usiwahi kuhubiri ndani useme Yesu. Mtu anaproposiwa na mwimbaji anaproposiwa, anaambiwa
Hata kuna testimony niliona kwa huyu mwimbaji Jimmy Gate. Sio kama kuna watu mliona. Anasema kwamba kuna siku alipropose akawekewa 10 millions Kenya shillings money hapo kwa meza. Akaambia watu, akamwambia usiwahi kutaja jina la Yesu katika nyimbo zako. Ongea mambo ya mapenzi, mambo ya nini, ya hope na vitu vingine, lakini jina la Yesu usilitaji. Sababu gani? Hata shetani mwenyewe anajua kama kuna kitu anaogopa ni wakati tuna mention in the name of Jesus. Oh yeah. Awarenesikia. Sema amen. Even the devil anakuwa anajua hapa kuna moto wa kuotea mbali. Juma na Mkristo hata akijikwa unasikia Yesu. Hata kuna wapagani wanakuwa hivyo. Mimi nishaka kuwa na Muslim. Tuko naye tunakaa kwa basi hivi. Muslim kwa basi. Basi nakimbia anataka kufanya accident, watu wanashout nikasikia Muslim. Yesu! Nikamwambia tik kabisa. Hiyo sawa. Muite tena. Nikamwambia ita tena. Akasema niliita nani? Nikamwambia huyo tu. Huyo ita. Sababu gani? There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. Chapia Yesu makofi na vigelegele. Ndio maana kitu kile chenye shetani hataki. Masai bodi zote utaona kwa barabara hataki ziandikwe jina la Yesu. Wahubiri wote wakihubiri hataki wahubiri jina la Yesu. Yes, shetani kwa anatafuta hisia njia. Kila mahubiri yote yatahubiriwa yatoke ndani jina la Yesu. Sababu gani? Yakikosa ndani jina la Yesu yatakuwa ni mahubiri yake. Lakini bado yakiwa ndani jina ya Yesu itakuwa bado ni gospel ambayo ni ya Yesu mwenyewe. So anatafuta hisia ya kufuta jina la Yesu. Alitoe mahali, alifute kabisa, na haiwezekani. Sababu yeye ndiye Baba aliyeumba mbingu na dunia. Haiwezekani shetani. Hata utabeba mtu mmoja, hata utaua watu ngapi, bado 700 wako wa kulitangaza jina la Yesu. Ndio kitu Elijah aliambia Yezebeli ya kwamba bado 700 wako. Hata Mungu akamkumbusha bado wengine wako. Nataka nikwambie ya kwamba gospel ya kweli, the true gospel, the good news ambayo tuko nayo is the name of Jesus. Is the name of Jesus. Ndio maana usiogope kuitaja. Mimi nishakaona mtu anaambia mwingine, anambia na wewe, kila saa yote Jesus, kila saa yote Yesu, kila saa yote nini? Nikamgeuka na Yesu, mwache. Si utaje na wewe wako. Taja wako. Kwa nini mtu anababaika tunaita Yesu? Kwa nini mtu anasikia haiko comfortable? Tunaita Yesu. So there is a power. There is a power in that name. Sema amen. Ita Yesu. Kichwa kikiuma ita Yesu. Tuko ikikata ita Yesu. Kisikia uko sawa ita Yesu. Ukitaenda mahali ita Yesu akutangulie. Ukitaka fanya nini ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Ambia watu habari ya hizo jina. Maana hiyo ndio true gospel. Ambia watu habari njema. Na habari njema ni kuambia kama alikufa na akafufuka na saa hii ako mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ambia watu kisa anaponya. Ambia watu kisa anaokoa. Ambia watu kisa anabadilisha. Ambia watu kisa anatenda. Ukienda hospitali unaona mtu amegonjeka, usiwaje kuita pasa, weka mikono. Ita hiyo jina. That's why Philippians 2 inasema ya kwamba he was given the name that is above other name. That is the name of Jesus. Name of Jesus. Tangaza habari njema. Patia watu hope. Ambia watu habari za Yesu. Ukiona mtu amekata tumaini, mwambie Yesu anakupenda. That is a good news. Sema amen. Ukipita kwa barabara unaona mtu amejishikilia ama mtu mzingine yako analia, mwambie tu, mwambie Jesus love you. Anakupenda. Hiyo ni habari njema. Ukienda juu ya bodaboda, uko kwa bodaboda, ambia mtu wa boda, Yesu anakupenda. Usifikirie kama mambo mengi, mwambie tu Yesu anakupenda. That is a powerful word. Hiyo ni habari njema ya mtu. Ukiwa shule, ambia marafiki zako, Yesu anakupenda. Yesu anataka kumjue, anataka kumfuate. Ambia watu, tangazia habari njema watu. Ukiwa kwa matatu kama mtu, ambia mtu Yesu anakupenda. Ukiwa kwa barabara unaona watu wamekaa tu wanachapa story ama wanasoma gazeti zenye hazina maana, zisaidii chochote, wafuate tuambie Yesu anawapenda.
Yesu anawapenda. Ambia watu habari njema. That is our good news. Hiyo ndio habari njema tuko nayo, ya kuambia watu upendo wa Yesu, upendo wa Mungu Baba, wa kuwashuhudia habari za Yesu Kristo. Hiyo ndio kazi Yesu alifanya, kuambia watu habari njema, habari za ufalme wa Mungu, habari za huyu Baba aliye juu mbinguni. Hiyo ndio habari njema. Ndio maana yule jamaa aliyezaliwa ni kipofu, waone mahali tulisoma, Biblia inasema ya kwamba Yesu alipomaliza kumponya nabii, eti wanamuuliza, wanamwambia, ni nani alikutendea hivyo? Bwana, tunajua story zako. Akamwambia, kuna jamaa nilikutana na yeye, amejitaga eti ni Yesu, Yesu hivi Yesu. Akamwambia, yule ni mtu mbaya, yule ni Beelzebul, yule ni kitu wanamuita majina yote. Lakini jamaa akasimama, sababu alijua kama this is the time ya kusema habari njema kuhusu huyo Yesu. Akasema, hiyo ni yeye mnamuita Beelzebul, ni kwenu. Mtu mbaya utako nao ni kweli, lakini mimi sina side mbaya niliona kwake, sababu nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Wakatafuta kumchocha maneno mengine, haikuwezekana. Bwana asifiwe sana. Akawaambia, huyo ndiye Mesaya, huyo ndiye Mwokozi. Wakaita wazazi wake kuwauliza, wazazi wakasema, niko na mdomo, ni mtu mzima, mumuulize peke yake. Kuna wakati inabidi kujitetea peke yako. Kuna wakati unahitaji neighbor, unahitaji friend, unahitaji mtu mwingine, hauhitaji lawyer, hauhitaji advocate wa kukutetea. Peke yako unasema kile ulikula, kile ulimeza, kile kiko ndani yako unakitoa. Hauhitaji mtu mwingine akuongelee, lakini peke yako unajitetea, ukisimama upande wa huyu Yesu kwa kutangaza habari njema. Kwa kutangaza habari njema. Kuna picha niliona ya Congolese mmoja ako Afghanistan, akienda kuhubiri habari njema. Anachungwa na masoja, nafikiri walimpatia masoja wa kumchunga. Anahubiria watu, wanakaa, unajua kule wakali kwa viti, wanakaa chini kwa kama carpet manini. Mama hapo, Waarabu wa nini, Wahindi wa nini, wanakaa iko na wahubiria, na wahubiria, anawaombea, miujiza inatendeka. Hiyo ni habari njema. Lakini ni nani hapo sasa hivi akimwambia ndio ahubiri habari njema Afghanistan ataenda? Nani akiambia ndio ahubiri habari njema Iran huko ataenda? Nani ataenda Pakistan? Nani ataenda India? Nani ataenda Nepal? Wenye sasa hivi wako 2078. Walifanya new year 2 days ago, 2078, Nepal, huko sehemu za India. Utaenda kuhubiria huko. Mali wakikupata tu mnahubiri waka, unavishwa nguo kama hizo za Wahindi tu. Kama hizo za kwao. Unawekwa na kile kilemba juu hivi. Kisha wanakuzunguka. Hauonekani, lazima uende na protocol ya wamama na wazee, wanakuzunguka hivyo. Mkitoka kwa gari wakikuzunguka mahali kote, sababu gani? Wanakuficha ili usionekane. Na wakiingia mahali kufanya ibada kama hapo, wanahakikisha wamefunga milango, na wahakikisha huko nje kuko watu wanachunga security. Wanaangalia kama hakuna masoja na watu wengine wataingia. Wanaimba pole pole, kimeweza kuimba, then wanaanza kuhubiri na kuombea watu. Watu wanajificha. Kuna mwindi mmoja tuliyekupiga akasema alenda mission mahali. Akasema ya kwamba hapo mission hakuna. Tukifanya ibada kama hii, tunahakikisha tuko na keki hapa, tuko na soda, tuko na maji, kila kitu. Yaani tunafanya kama ni birthday. Ni birthday ya mtu. Tunahubiri, tunaimba. Soja tu akikuja tu, maana wanapitaka kila time, tunacheza happy birthday to you. Happy birthday na keki kwa hapo na masoda. Akikuja na ngara birthday anaenda. Akienda tu, Yesu ni mwema. Yesu anatosha, anaokoa. Wanahubiri habari njema. Lakini kwa nini sisi tunacheza? Kwa nini sisi hatuongei? Wengine nishika sikia, ukienda huko Saudi Arabia ama nchi zingine, utakutana kuna wengine Biblia wanataka wanaificha. Anachukua Matthew, wanagawana Matthew. Wanachukua chapter 1, mwingine chapter 2, mwingine 3, mwingine 5, mwingine ngapi hivyo. Kila mtu mnajua, kila mtu anachukua chapter fulani. So mnaenda mkisoma. Na unaenda kusomea wapi? Kwa choo. Unaenda kwa choo, unakaa unasoma chapter yote. Ukimaliza unatafuta yule mwenye na chapter 2. Mna change, unampatia hiyo 1, anakupea na yeye 2. Unaenda unasoma. Ukimaliza unatafuta mwenye na chapter 3. Hivyo mnaenda mnabadilishana. Mkimaliza Matthew, mnaenda kwa bukini, mnachana mapepa, mnagawanya. Hata kwa Biblia, hata kwa kanisa mnakuja hivyo. Hakuna mtu anakuja na Biblia na kitabu. Hapana. Sababu mmememorize kitabu yote na Biblia iko kwa kichwa. Lakini sasa hivi tuna uhuru wa kuhubiri. Hata kama corona hivi inatuletea shida, lakini tuko na uhuru wa kuhubiri habari njema. Tunaweza enda kwa soko tunahubiri, lakini ni nani anatangazia
nje wanahitaji kusikia habari njema. Kuna watu wanaangamia ndani ya hospitali, wanakufa kwa accident, wanahitaji kuhubiriwa habari njema. Je, wale mnafanya nao kazi, wale mnaishi na wao, unawaambiaga habari njema? Wale mko nao shule, wale mnasoma na wao, unawaambiaga habari njema? Wale mnafanya nao kazi, unawaambiaga habari njema? Nawaambiaga habari njema. Niulize kila mtu wako hapa, tangu Januari mpaka sasa tuko April, ni ngapi, ni nani ulishahubiria habari njema? Ni nani ulishamwambia habari za kingdom ya God? Ni nani ulishashuhudia Yesu? Tunachukuaga mabasi, tunachukuaga mabodaboda, tunaingia ndani ya matukutuku kwa barabara, tunafanya kazi na wapagani. Mtu anakunywa pombe huko hapo, unashindwa hata kumwambia kama Yesu anampenda. Mtu anavuta sigara, anafanya mabaya hapo, unashindwa kumwambia Yesu anampenda. Uko nani? Unafanya nini as a Christian? Unafanya kazi gani? Una represent God kwa njia gani? Habari njema gani unatangazia watu? Unatangazia watu. Unafanya na watu wapagani, unaona mtu anaiba na unamuona unamwacha. Usipokuambia ni mbaya, Yesu hapendi kitu kama hicho, na Yesu anakupenda. Mimi nasema hapana, maisha ni yake, si yangu. Ni yake ndio. Lakini you are part of that. Sababu uliona na macho na acha. Lazima ushuhudie, lazima useme habari njema. Ukisikia stories za missionary wenye wako katika hizo nchi za Waarabu na nchi zingine, wanakuambia ni shida kuhubiri. Wengine wanauawa vibaya, wengine wanakatwa vichwa, wengine wanachomwa kwa manani, wanamwangiwa mafuta ya gari, wanachomwa, wengine wanakata vibaya. Lakini nasema sitaacha na Yesu. Anakufa akisema Yesu bado ni Mwokozi, bado anaokoa, bado anaponya. Ni wangapi unatangazia habari njema? Ni wangapi? Nataka tuamke wandugu, nataka tuamke, tusimame. Nataka uinuke, nataka usimame mahali huko, area ambao uko ndani. Neighbors wako wanataka kusikia habari njema. Mafriends ambao uko nao, haujawahi kuwashuhudia Kevo. Mafriends uko nao, Patrick, Mwaura, mafrendi uko nao. Sisi wote tuko na mafrendi hapa. Si mafrendi wote tuko nao ni wanaokoka. Kuna wengine ni wapagani wa kutupwa, wapagani wabaya sana, lakini hawajawahi kusikia hata siku moja unawatolea habari njema ya kingdom ya God. Ukiwaamini hawajawahi. Na unaitwa kama Kristo, tunakuja kanisani Sunday, eti unaokoka unaenda mbinguni, na wengine wako wanakufa, unawaona na macho wanapotea. Tusimame tutangaze habari njema. Wakati tuko nao ni wakati mgumu sana. Hii corona kuinuka si kitu tu ya kawaida, lakini ni kitu ilikuwa planned by the devil ili kusimamisha habari njema isihubiriwe dunia mzima. Kusimamisha habari njema. Tutaona hata mama pastors wengine wako wanafunga vitu zao, wako wanaharibu, wanawazuia wasihubiri. Nchi zingine kanisa ina uhuru tena ya kuhubiri. Mambo inasimama, mambo yaendelee. Unafikiri ni jambo lingine gani shetani anataka? Hataki habari njema iendelee kuhubiriwa. Hataki habari njema iendelee kuhubiriwa. Ninakwambia hata kweli, sasa hivi social media tunatumia, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube na nini. Itafika kipindi nayo pia waseme imekuwa expired. Inabidi ifungwe for 1 year. Ifungwe for 2 years. Inakwambia ni maplani za devil. Hili kali sababu wanaona kama tuliwafungia wasikusanyiki pamoja, lakini bado wanahubiri through social media. So inabidi tuangalie njia nyingine ya kuwa block kwa social media. Ama wakuje na system ya kusema ya kwamba kanisa yote ile mhubiri akifikisha 1 million followers wana block, wanafunga account yake. Akifikisha 500 wanafunga account yake. Hili gani? Watu wasikusikie tena. Usisikilike katika habari njema. Hiyo ndio plan ya shetani. Sababu anajua kwamba alama moja tu ya Yesu itafanya arudi, ni wakati habari njema itakuwa imesikilika dunia mzima. Mahali kote watakuwa wamehubiriwa. Itakuwa hiyo ni saini ya mwisho ya Yesu kuja duniani kuchukua kanisa. So shetani anataka angalie akamchelewesha. Angalie habari njema isifiki mahali kote. Maana watu wakisikia, kuna wale wataokoka, kuna wale wataacha mabaya, kuna wale wataacha njia yake shetani, wafuate njia ya Yesu. Lakini hata wakitufungia social media, hata wakifunga YouTube, Facebook, Instagram, hata wakifunga mahali kote, tutaenda kwa barabara, tutaenda kwa mabasi, tutaenda mahali kote, tuambie
habari njema watu. Nishaka kuambia ujikaze, mwaka isiishi bila kuleta mtu mmoja kwa Yesu. Mwaka isiishi bila kuombea mtu. Si mpaka mimi nikue, mahali kote utakuwa. Kihubiria mtu anataka kumpokea Yesu, ambia piga magoti hata kwa barabara. Usisikia hivyo. Maana Yesu alisema ukinisikilia aibu mbele ya watu, na mimi nitakusikilia aibu mbele ya Baba. Don't be ashamed of the gospel of Jesus Christ. Shika mtu mkono kwa barabara, ambia, rudia maneno haya. Sema habari za Yesu. Pia habari za Yesu. Ongea habari za Yesu. Ambia habari za ufalme wa Bwana. Akisema anataka kuokoka, sasa hiyo kwa barabara, hakuna kusubiria kwa barabara. Ombea yeye, omba. Ukitaka ushauri, tuko na uhuru ya kuhubiri katika nchi ya Kenya. Ambia watu habari njema. Mimi nashangaa na hao Muslim anaendaga airport. Unakaa mko mahali unasubiria ndege ikuje. Sasa ikienea kusana, unaona anachukua kitu kwa baka, anatandika mahali. Anachukua tu maji anaweka hapo kwa kichwa kwa mikono na nini, anasimama mbele ya watu, wanajaa anaanza kusali mbele ya watu, anajaa. Ni nani anaweza kufanya kitu kama hicho katika Wakristo tunao leo? Akiwa hata kwa matatu utaona kwa amechukua kitu kwake hivi, ameanza kusali hivyo, anaanza kuomba. Hata akiwa kwa hospitali watu wanajaa, amesema tu mali ameweka kando kitu yake, anauliza tu ile maka iko wapi, ile mali kaangalia iko wapi, ni sehemu hii ama ni anaangalia hapo, anaanza kusali kuomba. Lakini sisi tuko na uhuru, tunaweza tukasema hata mahali kote na kuna atakayetusimamia. Tuko na uhuru, tumpige habari njema. Please do your best. Kama ni marafiki mnasoma nao, mnafanya nao kazi, mnaishi nao kwa mahali kote, hii mwaka 2021 isiishi kabla hujaleta mtu mmoja kwa Yesu. Kabla hujashuhudia, kuna taji ambayo tutavikwa tukiwa mbinguni ya wale ulioleta kwa Yesu. Wale uliohubiria. Mimi nakwambia kama kuna mtu mimi nasemaga akisimamaga hivi, maana wale wote wanaitaka kwa Yesu, akisimamaga mbele ya hiyo taji kuipokea, wote watasimama mbele yako. Kama kuna mtu mimi naonaga watu wengi watasimama nyuma yake sana, anaitwa Bonke. Huyu mzee alihubiria habari njema. Alihubiria maelfu watu waliokoka. Sasa hivi mmoja wao ni wahubiri wakubwa, wengine ni mapastors. Imagine akienda kupokea hiyo taji. Maana sasa utaipokea hiyo taji, line ya watu waliohubiriaga wanasimama nyuma yako. Imagine maelfu ngapi ya watu wanasema tu huyu mzee anaitwa Bonke. Na hakuwa na title kubwa, hakuitwa bishop, hakuitwa archbishop hapa nini, na alikuwa na followers wengi, alijulikana dunia mzima, alikuwa evangelist. Wakuhubiri tu habari njema. Imagine wangapi watasimama nyuma yake. Hawa kina Billy Graham ni wangapi watasimama nyuma yake. Wahubiri wote ambao wanafanya makusudi na kuleta watu kwa Yesu, ni wangapi watasimama nyuma yake? Ni wangapi? Tutubia shehu. Mimi nashangaa na mapastors wengine. Ameshakuwa na kanisa 100 people, 200, hahubiriaji tena. Alikuwa anafanya makusudi nje, alikuwa anahubiria watu nje, lakini afanyaje tena? Anaona 200 ni sawa. Na nasahau kama huko nje kuko 1 milioni namsubiria ili waache kanisani. Mimi napenda sana Apostle Kimani Nakuru. Iko na kanisa kubwa katika nchi ya Kenya. Lakini bado anaenda kwa masoko kufanya makusudi. Anaenda nje kwa prison kuhubiri. Wakina Apostle Nganga, sisemi Nganga, nasema Nganga Harrison Nganga. Ni hata Nganga mwenyewe, hata huyo Nganga mwenyewe anaenda kuhubiri makusudi. Watu wanakuja kwa Yesu. Harrison Nganga unaona kwa prison, pastor mkubwa bishop iko na kanisa kubwa na followers wengi. Anaenda kwa prison anahubiria watu. Mtu kuna 100 people umekaa unastarehe. Unasubiri tu sadaka itolewe, tithe iletewe kwa kanisa, watu wakuja kwa ibada, unakuwa tunapanga program ndio utaongoza, ndio utahubiri, ndio utafanya umestarehe kwa ofisi kiti inazungukana tu. Haujali tena, watu wanaangamia, watu wanakufa, watu wanapotea huko nje. Haujali. Mimi nimeshangaa Instagram juzi niliona huyu pastor mkubwa Nigeria yuko na 100,000 members, kanisa 100, anaitwa Dr. Paul NNG. Alikuwa na drive, alikuwa yuko kwa gari na bibi yake. Akona vijana kama 3 na msichana wasichana 2 kwa barabara tu. Akaambia driver rudi nyuma, akasimama, akatoka na wife, akaanza kuhubiria. Mtu yuko na 100,000 members, 100. Anasimama anaanza kuhubiria watu vijana,
anaanza kuhubiria, then akawaombea, akapokea Yesu. Kisha mke wake akasema acha niite gari ni wa drive ni wabebe mahali wanaenda. Mtu iko na 100, wewe utafikisha hata 500, hata 1 million. Mtu iko na 100,000 members. Kwa kanisa haonaji mtu wa mwisho, haonaji mtu wa mwisho wa kanisa. Lakini anasimama kuhubiria watoto 5, vijana 5 kwa street. Sasa angesema nyinyi mkae tu wengine wahubiri kazi, lakini anahubiri yaka. Juzi niliona nitembea kufungua makanisa, niko nahubiri makrusade 5 churches wamefungua katika county zingine Nigeria. Mtu yuko na kanisa kama ndio wakati wa kustarehe. Anakula raha, anasema anatulia. Niko na private jet. Escort ya magari ndio hiyo. Pesa ako nayo, maisha mazuri ako, kila kitu ako nacho, lakini anahubiria watu 5, bado anafanya crusade, bado anaita watu kwa Yesu. Ni kazi gani sisi tunasubiria kuifanya? Si tuamke tuhubirie watu habari njema ya wokovu. So amke ushuhudie watu. Wengine tunasubiria tuone mtu anakufa, ndio tuseme yo naenda nilikuwa napanga kumshuhudia. Shuhudia yeye sahihi. Shuhudia yeye sahihi. Ambia mzee Yesu anakupenda. Haijalishi na kushinda miaka ama ni mdogo kwako, mhubirie, tangaza habari njema ya Yesu Kristo. Hiyo ndio kazi Yesu alifanya. Na ni kazi muhimu alituachia kama kanisa. Kama kanisa. Kama kanisa. Watu wanahubiri, wengine wanakuja kuhubiri. Nilionaga Moses Kroga, huyu mzee alikufa Tanzania. Anakuja alisha miguu yake mshipa hii mfupa ya kuunganisha hii pande ya juu na pande ya chini kwa imeachana hivi. Anakuja akishikwa na watu hivi kwa crusade, pole anatembea. Kisha watu wengine wanasimama kando. Kisha waweka microphone hapo. Anza kuambia Yesu anawapenda. Watoto wadogo tuone kwa Yesu akihubiri. Kimaliza kuambia watu. Siku moja nilikuwa kwa crusade yake. Nikaona mzee aliomba na nguvu zake zote. Mpaka mzee akaenda anataka kuanguka. Protokoli wakakimbia haraka wakamshika. Wakaenda kumwikalisha. Bado anasimama tena kesho. Mtu anataka kuanguka jana. Uko na nguvu zote, uko na uwezo wote wa kuongea, uko na nguvu zote za kutangaza habari njema. Unafanya nini katika dunia hii? Ni kitu gani utajisifia ukiwa mbele ya enzi ya Mungu Baba? Kusema angalia huyu mama, angalia huyu baba, angalia kijana wote. Hawa ni nilileta kwa Yesu. Nitaka kujisifia mbinguni. Ni kazi gani uko unafanya? Ni kazi gani unafanya ukihubiri habari? Ni habari njema gani unatangaza? Mbona wengi tunawacheka kutangaza habari za wasanii huko nje? Hata unaandika Facebook habari za wasanii. Unashughulika kufuatilia maisha ya wasanii wengine, ya watu wengine hawana maana kuongezea chochote kile. Unaandika vitu hazina maana kwa Facebook. Unapiga mapicha ukikula spaghetti na chips kwa Facebook unaweka. Unasema see my meal today. Very delicious. Itusaidie nini? Itusaidie nini? Uko na bundles zako unazitumia nini kutangaza habari njema? Account yako ya Facebook unaitumia nini kutangaza habari njema? Ni wangapi unahubiliaga through your Facebook? Instagram yako inafanya nini? Hizo zote siku ili si kujitangaza sisi. Kujionyesha sisi tunakuwa na smile mzuri, kuna sisi tunakuwa warembo, hizi umevaa kama ukampe ukipiga picha uweke kwa Instagram mahali kote. Mwaka yote miezi yote ni hayo tu maisha unaikaliaga tu. Hakuna siku ulisika tangaza hapo naambia watu Yesu anawapenda. Jesus is coming soon. Repent today. No more time. Hakuna hata siku ulisika weka statement kama hiyo. Ni mapicha tu hazina maana na mafrendi, mkijipiga hivi, mkiinuka hivi. Hazina maana. Wengine waangalia kama status za wengine. Weka tu vitu hazina maana. Si nyumba ya gospel unashare. Si verse umeandika. Unashare a word, a verse kwa wengine. Unamwambia watu habari za Yesu, habari njema. Status ni kuweka mapicha. Umesuka vitu mpya unapiga unaweka. Umeingia saloni pa unaweka. Umeingia vitu hazina maana. Umenunua kiatu mzuri unapiga pa unaweka. Itusaidie nini? Hatuna wakati wa kupoteza. Toa hizo vitu za ujinga. Weka habari za Yesu. Ongea habari njema ya wokovu. Ambia watu jinsi Yesu anakuja karibuni. Hiyo ni habari njema tuko
Nasema tena tuhubiri habari njema. Tuhubiri habari njema. Paulo anasema watasikiaje kama sisi hatukuwaambia? Wataokokaje kama sisi hatukuwahubiria? Watasikiaga neno aje kama sisi hakupata watu wa kuibebea hiyo neno? Watasikiaje? Kuna watu huko nje wanakufa na accident. Kuna watu huko nje wanakufa na magonjwa. Kuna watu nje wanakufa, kuna watu wanaja hospitali. Mtu anasubiria ni nani atakuja niambia habari njema tu kabla nikufe. Kabla niondoke katika dunia hii, nani atakuja kunihubiri? Wanasubiria wabebewe habari njema hospitalini mahali kote. Wandugu, ni wakati wa kusimama. Tumefika nyakati za mwisho. Si wakati wa kulala tena. Ni wakati kanisa lazima isimame. Wakati shetani anasimama kwa njia zote, lazima na sisi kama kanisa tusimame, tutangaze habari ya wokovu. Ni wakati wa kusimama kama kanisa. Ni wakati. Si wakati tena wa kulala. Si wakati wa kwenda vitu hazina maana. Si wakati wa kukaa kwenye mabaraza na watu mnaongea tu mambo ya Arsenal, mambo ya Manchester, mnaongea tu mambo ya mamuvi, mambo ya maana. Msichana akipita ndio story ya wasichana tu na wafulana na vitu zingine zina maana. Achana na hayo mambo. Ambia watu habari za Yesu. Ambia watu habari za kingdom ya God. Ambia watu Yesu anakuja, iko mlangoni na iko karibu. Ambia watu habari za Yesu. Sina haja kuongeza vitu vingine. Lazima tusimame kama kanisa. Lazima tusimame kama kanisa. Usikubali kuona vijana wenzako wanapotea. Usikubali kuona wamama wenzako wanapotea. Usikubali kuona wababa wenzako wanapotea. Usikubali kuona wazee wenzako wanapotea. Simama, simama waambie Yesu. Ambia habari za Yesu. Dunia imefika mahali pabaya. Dunia tunaelekea mwisho wa dunia hii. Mambo yanaanza kuwa mazito katika dunia hii. Makimbilio hakuna yoyote katika dunia hii. Ukienda Amerika bado kuko shida. Ukienda Europe bado kuko shida. Ukienda nchi nyingine bado kuko shida. Lakini mahali uko, simama mahali uko. Hubiri habari njema. Ambia watu habari za wokovu. Ambia watu Yesu anakuja. Simama kwa miguu yako please. Ambia Baba nisimamishe tena kiroho. Nipatie roho ya kutangaza habari